Karibuni wapendwa watazamaji wetu popote mnapofuatilia runinga yako ya Hope Channel. Hiki ni kipindi cha Biblia Yasema, kipindi kinachochambua maswali tuliyoyapokea kutoka kwa watazamaji wetu na kuyatafutia majibu kutoka katika Biblia. Mimi ni mtumishi wako Mchungaji Steven Leta, ambaye nipo na msomaji wetu dada Miriana Leta, na tutaenda kusomea maswali tuliyopokea, lakini kabla ya hapo hebu tupate kuomba. Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakualika uwe pamoja nasi katika kipindi hiki ukitusaidia kujibu maswali yaliyoulizwa na watazamaji wetu katika namna itakayowasaidia kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya wokovu wao. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi dada Miriana, tusomee swali letu la kwanza. Asante Pastor. Je, Musa wakati amekufa alizikwa wapi? Naam, Biblia inasimulia kifo cha Musa kilitokea wakati alipopanda mlima Nebo kwenye kilele cha Pisga alipokuwa anakaribia mwisho wa safari yake ya maisha hapa duniani. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 34 fungu la kwanza hadi la 5, Biblia inasema Musa akapanda kutoka uwanda wa Moabu mpaka mlima Nebo hata kilele cha Pisga kukabili Yeriko. Bwana akamwonyesha nchi yote ya Gileadi hata Dani na Naftali yote na nchi ya Efraim na Manase na nchi yote ya Yuda mpaka bahari ya magharibi na Negebu na uwanja wa bonde la Yeriko, mji wa mitende hata mpaka Soari. Bwana akamwambia, hii ndiyo nchi niliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo nikisema, nitawapa wazao wako. Basi nimekuonyesha kwa macho yako, lakini hutavuka huko. Basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu kwa neno la Bwana. Kwa hiyo Musa alikufa na kuzikwa hapa duniani, na huduma hiyo ilifanywa na malaika wa Mungu. Lakini Musa alifufuliwa kwa ufufuo maalumu na sasa yuko mbinguni. Katika kitabu cha Yuda 1 fungu la 9, Biblia inasema, lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na Ibilisi na kuojana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakuthubutu kumshitaki kwa kumlaumu, bali alisema, Bwana na akukemee. Kwa hiyo Musa alifufuliwa na Yesu mwenyewe kwa ufufuo maalumu na akaenda mbinguni ambako ndiko yuko hadi sasa hivi. Katika kitabu cha Marko 9 fungu la 2 hadi la 4 linatupa uthibitisho mwingine wa kwamba Musa yu hai. Hata baada ya siku 6 Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohana, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani peke yao. Akageuka sura yake mbele yao, mavazi yake yakimetameta, meupe mno, jinsi asivyoweza dobi duniani kuyafanya meupe. Wakatokewa na Eliya pamoja na Musa, nao walikuwa wakizungumza na Yesu. Kwa hiyo Musa alikufa, Musa akazikwa na malaika, Yesu akaja akamfufua Musa, Musa akaenda mbinguni, na wakati fulani katika kipindi cha utumishi wa Yesu hapa duniani, Musa alionekana na Eliya wakiongea na Yesu, na baada ya hapo alirudi mbinguni, na Musa tutamkuta tutakapokwenda mbinguni. Tusomee swali jingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Florida, nipo Iringa. Nauliza, makerubi ni wakina nani hao? Okay, makerubi ni kundi mojawapo la malaika. Malaika wako katika makundi mbalimbali. Makundi ya malaika yanayofahamika ni makerubi na maserafi. Shetani kabla hajaasi kule mbinguni alikuwa miongoni mwa malaika walio kwenye kundi la makerubi. Katika kitabu cha Ezekiel 28 fungu la 14, Biblia inasema, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu, umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza ewe kerubi ufunikae, utoke katika mawe hayo ya moto.
moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Kwa hiyo unaona kerubi alikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo, alikuwa anajua kutembea juu ya moto. Alikuwa anaitwa kerubi afunikaye kwa sababu juu ya kiti cha rehema makerubi mawili, malaika wawili upande huu na upande huu walikuwa wanainua mabawa yao, yalikuwa yanakutana hapo juu, na hapa chini Mungu ndipo alipokuwa anaketi kwenye kiti chake cha enzi. Kwa hiyo ndio akaitwa kerubi afunikaye. Hiyo ndio sifa ya kerubi. Kwa maelezo hayo, makerubi ni malaika wenye uwezo mkubwa waliojaliwa hekima na uzuri mwingi. Hawa hukifunika kiti cha enzi kwa mbawa zao. Katika kitabu cha Mwanzo 3 fungu la 24 tunaona tena kazi nyingine ya kerubi. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Kumbe Adamu na Hawa walipofukuzwa pale bustanini Edeni, waliokuwa wanalinda lile geti la kuingilia kwenye ile bustani walikuwa ni makerubi, malaika walioitwa makerubi. Wakati wa ujenzi wa hema kutania ya Waisraeli, Mungu aliagiza utengenezaji wa sanamu za makerubi juu ya mfuniko wa sanduku la agano, au kwa jina lingine ilikuwa inaitwa kwenye kiti cha rehema, kwenye chumba cha patakatifu pa patakatifu. Kitabu cha Kutoka 25 fungu la 18 hadi 19 inasema, nawe fanya makerubi mawili ya dhahabu, uyafanye ya kazi ya kufua katika hiyo miisho ya kiti cha rehema huku na huku. Weka kerubi moja mwisho mmoja na kerubi la pili mwisho wa pili. Fanya hayo makerubi ya kitu kimoja na kiti cha rehema, mwisho huku na mwisho huku. Kama nilivyokuelezea ni kwamba kwenye huduma ile ya hema takatifu iliyoanzishwa na Mungu wakati wa Agano la Kale, wana wa Israeli walipokuwa wakisafiri kuelekea nchi ya ahadi, Mungu aliweka sanamu, aliagiza kutengenezwa kwa sanamu za malaika wanaofunika kiti cha enzi au sanduku la agano, na hao malaika waliitwa makerubi, ili kureflect kile kinachoendelea katika hekalu la mbinguni, ambako hawa malaika wa hadhi ya makerubi ndio wanaokaa kiti, wanaokifunika kiti cha enzi cha Mungu, wanakaa usoni pa Mungu kabisa. Kwa hiyo angalau tumejua makerubi ni nani na sifa zao ni nini. Katika kitabu cha Zaburi 99 fungu la kwanza, kutoka Zaburi anatufafanua kidogo juu ya makerubi. Anasema, Bwana ametamalaki, mataifa wanatetemeka, ameketi juu ya makerubi, nchi inatikisika. Isaya 37 fungu la 16 Biblia inasema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ukae juu ya makerubi, wewe naam, wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia, wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo tumeona kazi ya makerubi angalau kwa kiwango fulani. Mengi tutakuja kufahamu vizuri tutakapofika mbinguni juu ya nini wanafanya makerubi na nini wanafanya maserafi. Ezekieli 10 fungu la 18 Biblia inasema, kisha huo utukufu wa Bwana ukatoka pale juu ya kizingiti cha nyumba, ukasimama juu ya makerubi. Kwa hiyo inaonekana kwa namna fulani makerubi ni kama kiti cha Mungu, na wakati fulani makerubi haya ndio yanayofunika utukufu wa Mungu. Maserafi nao hutajwa miongoni mwa malaika wa Mungu. Katika kitabu cha Isaya 6 fungu la 1 hadi la 4 Biblia inasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, na alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Kwa hiyo tumeona angalao maserafi ni nani, japo muuliza swali nataka kujua zaidi juu ya makerubi. Tumefafanua makerubi ni aina ya malaika wanaotumikia kule juu mbinguni. Karibu kwa swali jingine. Kwani mtoto aliyekufa akiwa na siku 2 tangu azaliwe naye ana dhambi? Huyu anataka kujua mtoto aliyekufa akiwa na siku 2,
Je, huyo ana dhambi? Majibu: watoto wote pamoja na yule mwenye umri wa siku 2 huzaliwa wakiwa wenye dhambi. Zaburi 51 fungu la 5, Biblia inasema, tazama mimi naliumba katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Kwa hiyo mtu haanzi kuwa na dhambi baada ya kuwa mtu mzima anayejua mema na mabaya. Mtu anaanza kuwa mdhambi wakati tu mimba inapotungwa. Uovu ni mwelekeo wa kutenda dhambi ambao tumezaliwa nao. Hivyo ingawa mtoto hajatenda dhambi au makosa kama mtu mzima, kwa kuwa ana uovu ndani yake, anahesabiwa mwenye dhambi. Warumi 3:23 inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Na hii wote ni pamoja na mtoto wa miaka wa siku 2 na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ezekieli 18:20 Biblia inasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Hii inaonyesha kwamba kila mmoja pamoja na mtoto, kwa kuwa ni wenye dhambi, watatakiwa kukabili hukumu wao wenyewe. Kila mtu atakabili hukumu yake yeye mwenyewe. Ndio sababu mtoto ambaye hajafikia umri wa kujua mema na mabaya huhesabiwa kuwa ni mwenye dhambi, kwa kuwa ni muovu aliyezaliwa katika hali ya uovu. Katika kitabu cha Kutoka 23 fungu la 7 Biblia inasema, jitenge mbali na neno uongo, wala wasio hatia na wenye haki usiwaue, kwa kuwa mimi sitamhesabia haki yeye aliye muovu. Kwa hiyo kwa sababu mtoto mdogo ni muovu, Mungu hawezi kumhesabia haki kwa mujibu wa maelezo ya Biblia. Lakini Yesu anajua atakavyowaokoa watoto wachanga waliozaliwa katika uovu na ambao hawajafikia hatua ya kujua mema na mabaya. Yaani hapa mwamuzi ni Yesu tu. Yesu akisema huyu mtoto nimemsamehe na anatakiwa arithi uzima wa milele, hakuna anaweza kupinga. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alinunua kesi yetu. Yaani sisi tulikuwa ni wakwenda motoni, na sababu ya kwenda motoni kwa sababu tulitenda dhambi, yeye akajitusha dhambi zetu, akaenda kuikabili ile adhabu iliyokuwa imewalenga wanadamu wote waliotenda dhambi, na akaitumikia kikamilifu. Na baada ya kuitumikia, ametoa ofa kwamba yeyote atakayemkubali, yeyote atakayemchagua yeye Yesu kwa namna yoyote, kwa vigezo vyovyote atakavyokuwa navyo, basi huyo mtu anaokolewa. Katika kitabu cha Luka 18 fungu la 16, lisikilize kwa makini fungu hili. Biblia inasema, bali Yesu akawaita waje kwake, akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa kuwa watu kama hao ufalme wa Mungu ni wao. Sasa hapa Yesu wala hasemi kwamba watakapofanya mambo mazuri au watakaponichagua mimi na kadhalika na kadhalika. Anasema watoto wadogo, watoto wachanga, hawa ni watu anasema kwa kuwa watu kama hao, yani hawa watoto wachanga, ufalme wa Mungu ni wao. Sasa Yesu akisema watoto wachanga ufalme wa Mungu ni wao, wewe ubishe kama nani? Na kwa hiyo hii tumekuwa na tatizo la kutaka kukimbia kwenda kuwasaidia hawa watoto waliozaliwa na hali ya dhambi, waonekane kwamba hawana dhambi ili waende mbinguni, kwa kufanya yale ambayo Mungu hakuelekeza. Kujaribu kuwaokoa watoto na asili ya dhambi waliozaliwa nayo kwa kuwabatiza wakiwa hawajui lolote ni makosa, na jambo hilo haliwahalalishi kuwa wasio na dhambi. Kwa hiyo tuache hawa watoto wadogo kama walivyo, Mungu anajua ataweka wapi. Lakini huwezi kusema wale watoto hawana dhambi, kwa sababu tangu mimba zao zinatungwa walikuwa na dhambi, na Mungu ameahidi kwamba hawa watoto kama hao hawajafikia umri wa kujua mema na mabaya, anajua namna atakavyowasaidia. Usihangaike kwenda kuwabatiza ili eti kuwasaidia wakubalike kule juu mbinguni. Swali hilo tumemaliza kwa kujibu hivyo. Hebu tusomee swali linalofuata. Je, mtu akifa anaenda wapi? Na mtu akifa anaenda mbinguni? Au roho yake ndio inaenda mbinguni?
Na mtu akifa haendi mbinguni au peponi, wengine wanapaita peponi, wala haendi jehanamu au motoni kuungua moto, bali mtu akifa anabakia pale pale alipofia. Kama kulifanyika utaratibu wa kumsogeza na kumpeleka kwenye kaburi, basi atabakia hapo kaburini. Lakini kama alikufa maji au aliliwa na mamba, aliliwa na chatu, anabakia hapo hapo alipozikwa au alipofia, akisubiri kufufuliwa kwa hukumu au kwa uzima wa milele. Katika kitabu cha Isaya 26 fungu la 19, Biblia inasema, wafu wako wataishi, maiti zangu zitafufuka. Amkeni, kaimbeni ninyi mnaokaa mavumbini, kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea, nayo ardhi itawatoa waliokufa. Nimependa hilo neno la mwisho aliomalizia, nayo ardhi itawatoa waliokufa. Kwa hiyo waliokufa watatoka ardhini. Na wanatokaje ardhini? Kuna muda ambao Mungu ameupanga kwa ajili ya kuwafufua wote ambao walikufa, yaani kuwapatia uhai. Mungu atawarejeshea uhai watu wote waliokufa kwa malengo, kwa makusudi maalumu. Wengine anawarejeshea uhai ili wapewe zawadi ya uzima wa milele, wengine anawarejeshea uhai ili wahukumiwe na kwenda kwenye moto wa milele. Kwa hiyo waliokufa hawaendi mbinguni, na siku ya kufufuka hawatokei mbinguni, bali waliokufa wanaenda ardhini, na siku ya kufufuliwa watatokea ardhini. Danieli 12 fungu la 2, Biblia inasema, tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka. Kumbe waliokufa wako kwenye mavumbi ya nchi. Wengine wapate uzima milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Kwa hiyo waliokufa wako ardhini, wapo kwenye mavumbi ya ardhi, hawapo mbinguni wala hawapo motoni. Huo ndio uelewa wa Biblia. Na fungu nyingine katika kitabu cha Yohana 5 fungu la 28 hadi 29, Biblia inasema, msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Kumbe watu wote waliokufa bado wamo makaburini. Hapo hapo makaburini walipofia ndipo wapo hapo. Wala usije ukaingiwa na wazo kwamba walishatoka hapo kaburini wakaenda sijui wapi mbinguni, wengine walienda motoni. Waliokufa wapo makaburini. Na hii ni kauli ya Yesu. Wanasema wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Hata Yesu alipokufa, miili ya watakatifu waliofufuliwa haikutokea mbinguni, bali ilitokea kaburini. Mathayo 27 fungu la 51 hadi 53, Biblia inasema, na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala, nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Kwa hiyo siku Yesu anapokufa ile Ijumaa, Biblia inatuambia kwamba miili, yani makaburi mengi yalitoa waliokufa pale. Yani watu wengi sana watakatifu waliinuka katika makaburi yao, wakaanza kutembea barabarani na mitaani wakihubiri habari za Yesu. Hao hawakutokea mbinguni, walifufuliwa wakitokea makaburini mwao. Kwa hiyo mtu anapokuambia kwamba aliyekufa yuko mbinguni kwa sababu alikuwa mtakatifu, sio kweli. Maana hata hao walikuwa ni watakatifu, lakini hawakutokea mbinguni, wanafufuliwa wakitokea makaburini mwao. Kwa hiyo walioko makaburini ni wema na waovu, walioko makaburini ni watakatifu na wasio watakatifu. Hapo ndipo mahali ambapo waliokufa wote wapo, makaburini au ardhini, ama kwenye mavumbi ya ardhi. Katika Wakorintho wa kwanza 15:51 hadi 52, Biblia inasema, angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Kwa anasema hatutalala sote, ina maana hatutakufa wote. Kwa hiyo hapa napo tunaona kwamba ufufuo unatokea ukiwatoa waliokufa makaburini. Ufufuo hauwezi kutokea ukiwatoa waliokufa
wakitokea mbinguni na wengine wakitokea motoni. Hapana, ufufuo utakuja kubadilisha pale walipolala, kuwatoa ama kuwapeleka mbinguni ama kuwapeleka motoni. Katika Isaya 26 fungu la 19, Biblia inasema wafu wako wataishi, baiti zangu zitafufuka. Amkeni, kaimbeni ninyi nao kama mavumbini, kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea, nayo ardhi itawatoa waliokufa. Tulisoma hilo fungu hapo awali. Kwa hiyo nafsi ya mwanadamu ni muunganiko wa udongo na pumzi ya Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 7 tunapata mafafanuzi yao vizuri sana. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo wakati wa kufariki, kinachotokea ni kwamba mwili unarudia udongo na pumzi ambayo ndio roho inamrudia Mungu, vinatengana. Na kwa hiyo hakuna kitu kinachoitwa kama binadamu, kwa sababu binadamu ili awe binadamu ni udongo ukijumlisha na pumzi ya uhai. Sasa pumzi ya uhai kama imetoka, huu udongo unakuwa ni udongo tu, huna nafsi, huna nafsi hapo. Hakuna mtu anaweza kumsemesha kwamba huyu hapa namsemesha ni leta, kwa sababu leta anakuwa leta wakati ana pumzi ya uhai. Pumzi ya uhai ikiondoka tu, huyo hana uwezo wa kuongea, hana uwezo wa kufikiri, ya huyo anarudia kuwa mavumbi. Katika kitabu cha Mwanzo 3 fungu la 19 Biblia inasema, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kwa hiyo unaposikia kwamba utarudi mavumbini, maana yake ni kwamba ukishakufa ule mwili ule unarudi kwenye mavumbi, maana kwa asili mwili ulitolewa mavumbini kwenye ardhi. Kwa hiyo hakuna swali gumu sana kwamba mtu anapokufa anaenda wapi. Mtu anapokufa kuna vitu vile vinatenganishwa. Pumzi ya Mungu inatenganishwa na udongo. Na kwa hiyo udongo unarudi unakohusika nako ambako ni ardhini, na pumzi inarudi unakohusika nako ambako ni kwa Mungu. Na ndio maana Mhubiri 12 fungu la 7 anasema, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Roho hapa namaanisha ile pumzi ya uhai, ndio roho. Hiyo roho inayotoka wakati mtu anapofariki ni pumzi, sio nafsi yenye uhai. Kwa sababu wengine wamechanganya sana, wanasema kwamba roho ile roho ya huyo mtu inaongea, roho hiyo imenitembelea usiku. Roho ni pumzi. Pumzi haiwezi kuwa na miguu, haiwezi kuwa na uwezo wa kuongea. Na ili ujue kwamba tunaposema roho maana yake ni pumzi, hiyo roho iliyosema inamrudia Mungu ni pumzi, unasoma katika kitabu cha Ayubu 27 fungu la 3. Biblia inasema, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu iko katika pua yangu. Kwa hiyo roho ambayo iko kwenye pua ni pumzi. Kwa hiyo mtu asidhani kwamba eti roho inamrudia Mungu, hapana. Yaani pumzi ikishatoka, hata unapokuwa baskeli imepata pancha, ni kwamba ule upepo ulioingia kwenye tubu ulitoka kwenye pampu ukaingia kwenye tubu ikawa imevimba, ikawa inaweza kutembea. Siku ikipata pancha ile tubu, ule upepo unarudi kwenye pampu tena, kweli inaingia akilini, ule si unapotea tu angani. Kwa hiyo pumzi inapomtoka binadamu, hakuna store fulani ya kutunza roho za watu, yani kwa maana ya pumzi za watu. Za nini mpaka uzitunze? Sababu Mungu ana uwezo wa kutoa pumzi nyingine. Pumzi imetoka, haina kazi yoyote, kwa hiyo inakuwa ndio mwisho wote. Kwa hiyo mtu aliyekufa haendi popote kwa kuwa hajui lolote. Mhubiri 9 fungu la 5 anatuambia, kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Mtu ambaye hana pumzi ya Mungu hana uhai. Yaani unajua maisha haya ni uhai tu. Huu moyo ukiacha kupumua huu, mtu hawezi kujijua kwamba yeye ni nani, hawezi kujua yuko wapi, hawezi kutamani kula chakula, kwa sababu uwezo wa kutamani kula chakula, wa kutambua kwamba uko wapi au wewe ni nani, unatokana na ile pumzi ya uhai ambayo inaleta uhai ndani ya mtu. Sasa hiyo pumzi haipo, huyo mtu usitegemee kwamba anajua kitu chochote. Kwa mtu akifa haendi mbinguni, bali usubiri ufufuo. Tusomee swali nyingine. Asante. Naitwa Daniel Mbwambo. Je, kuna mwanadamu ambaye leo hii wapo mbinguni? Kama ni hivyo, vipi kuhusu Yohana 3:13? Katika kujibu swali lake, hebu kwanza tuliangalia ile fungu alilotupatia.
Yohana 3:13 nasema, wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Ni kweli kuwa aliyepaa mbinguni akiwa amekidhi sifa na vigezo vyote ni Yesu Kristo. Yeye ndiye mwanadamu pekee ambaye aliishi duniani bila kutenda dhambi, na ndio sababu alistahili kwenda mbinguni. Petro wa kwanza 2:21 hadi 23 natuthibitishia juu ya ukweli huo. Kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielezo mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano. Alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Kutokana na ushindi wake dhidi ya dhambi, Yesu alipata kibali cha kuruhusu wowote awapendao kwenda mbinguni kama yeye alivyokwenda mbinguni. Alimchagua Henok, Musa na Elia na wengine 21 waliofufuliwa siku ya kufa kwake ili watangulie kwenda kule mbinguni kama malimbuko. Katika kitabu cha Efeso 4:8 Biblia inasema, hivyo usema alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Wakati Yesu alipopaa mbinguni, aliondoka na baadhi ya watu wale waliofufuliwa wakati wa siku ya kufa kwake. Siku ya Ijumaa amekufa Yesu. Ile miili ya watakatifu ikatoka makaburini, wakawa wanaendelea kuhubiri katika mji wa Yerusalemu, na Yesu aliendelea kuwepo hapa duniani kwa siku kadhaa, kama siku 40 hivi, ndio baadaye akapaa kwenda mbinguni. Aliondoka na wale waliofufuliwa kwa ufufuo ule maalum ambao wanakadiriwa kuwa watu 21, ambapo ukiunganisha na wale watatu walioko mbinguni tayari, Musa, Elia na Enoka, unapata wazee 24 ambao wako kule mbinguni. Katika kitabu cha Mathayo 27 fungu la 50 hadi 53 Biblia inasema, na Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake, na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea watu wengi. Hawa waliofufuka wakati Yesu alipokufa siku ile ya Ijumaa wanaungana na Henok na Elia walionyakuliwa pamoja na Musa aliyefufuliwa kabla Yesu hajaja duniani. Juu ya Henoka tunasoma katika kitabu cha Mwanzo 5:24 inasema, Henoko akaenda pamoja na Mungu naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Huyu mtu alitoweka kwa namna, yaani tangu alipotoweka hajarudi nyumbani kwao, na imethibitika kwamba Mungu alimchukua akaenda naye mbinguni. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili 2:11 mtu mwingine ambaye alitwaliwa ni Elia. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama kukatokea gari la moto na farasi wa moto likawatenga wale wawili, naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Kwa kuna Henok, kuna Elia. Hawa wameshatangulia mbinguni. Yuda 1 fungu la 9 Biblia inasema, lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na Ibilisi na kuojana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu, bali alisema, Bwana na akukemee. Kwa hiyo Musa naye pia yeye alionja mauti. Kwa hiyo kuna wawili ambao hawajaonja mauti kabisa, Elia na Enoki, lakini Musa alionja mauti akafufuliwa. Hawa wanawakilisha makundi mawili ya watu watakao kwenda mbinguni. Kuna ambao watakutwa wameshakufa katika Kristo. Yesu anapokuja anawafufua, anaenda nao mbinguni. Lakini wakati Yesu anapokuja duniani atakuta watu walio hai ambao hawa hawataonja mauti, na hawa wataenda mbinguni bila kufa. Kama Yesu atakuja leo au kesho, mimi na wewe tuna bahati ya kuwepo kwenye hilo kundi la wale watakao kwenda mbinguni bila kuonja mauti. Katika kitabu cha Ufunuo 11 fungu la 16 Biblia inasema, na wale wazee 24 waketio mbele za Mungu katika viti vya enzi vyao wakaanguka kifulifuli wakamsujudu Mungu. Hivyo kuna waliopo mbinguni kwa sasa kwa kibali maalumu. Yaani hicho ni kibali maalumu. Sio utaratibu kwamba ukifa unaenda mbinguni. Ila Yesu alipewa kibali maalumu cha watu fulani, tunaitwa malimbuko. Unajua wakati unapolima unaenda shambani kwako, unaangalia kama haya mahindi mbona kama vile yameanza kukomaa hivi, unachukua yale ya kwanza yale kwenda kuyaonja. Uone kwamba kumbe mahindi bwana yanakomaa.
yaani ile unaonja nguvu zako zile ulizozitumia. Kwa Yesu alipoenda mbinguni aliomba hicho kibali kwamba awe na kianzio, yaani mtaji hivi. Kwa hiyo akaenda na hao 21 aliofufuka nao siku anapopaa mbinguni, na hao watatu ambao walikuwa wameshatangulia, unatengeneza idadi ya wazee wenye uhai 24. Hivyo kuna waliopo mbinguni kwa sasa kwa kibali maalumu. Kwa kutokana na muuliza swali letu aliyetaka kujua kama kuna watu walioko mbinguni sasa hivi, ukweli ni kwamba wapo watu maalumu kabisa ambao Yesu aliomba kibali kwa ajili yao, na hao wanafanya idadi ya wale wazee 24 walioko mbinguni. Lakini kando na hapo wengine wote wako makaburini, akiwepo mama yake Yesu mwenyewe, Bikira Maria yupo kaburini pamoja na wanafunzi wake. Swali letu limeishia hapo, tunaenda kwa mapumziko kidogo, na baada ya muda tutarejea tena kuangalia maswali yanofuata. Subiri hapo hapo mahali ulipo. Karibuni tena kwa kipindi chetu kuendelea kuangalia maswali yaliyotufikia. Dada Miriana, utatusomea swali linalofuata. Asante. Naitwa Ephraim Charube. Nina swali, kitabu kinasema asiyefanya kazi na asile. Hapo huwa nashindwa kuelewa, ni kazi ya Mungu au kazi za mikono yetu? Asante sana ndugu Chelube. Ya binadamu aliumbwa ili afanye kazi kwa ajili ya kujipatia kipato na kwa faida ya afya yake. Katika kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 15 Biblia inasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kwa hiyo kazi ya kwanza baada ya mwanadamu tu kuumbwa alipewa kazi ya kulima na kutunza bustani. Kwa hiyo kazi ni mbaraka. Waebrania 12 fungu la 12 hadi 13 Biblia inasema, kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza, mkaifanyie miguu yenu njia za kunyoka, ili kitu kilicho kiwete kisipotoshwe, bali afadhali kiponywe. Kwa hiyo kumbe kuto kufanya kazi kunaleta udhaifu katika mwili. Mwili unakosa nguvu. Na kwa hiyo Mungu akiangalia hayo yote kwamba faida ya kiafya na faida za kiuchumi, aliagiza wanadamu wafanye kazi. Katika nyakati za Paulo walikuwepo watu wasiozingatia huo ushauri. Katika kitabu cha Wathesalonike wa pili 3 fungu la 10 Biblia inasema, mwajua wenyewe jinsi wapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukuenda bila utaratibu kwenu, wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu, usiku na mchana tulitenda kazi, ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu, mtufuate. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa kwenu, tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Maana tusikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Basi tuwaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Alikuwa ni maelekezo sahihi kabisa. Kulikuwa na watu waliingiza uvivu, walikuwa naamini kwamba ukiwa Mkristo, ukiwa umeondoka kwenye maisha ya upagani, basi hata kufanya kazi utakiwa kufanya kazi, yaani kazi kama laana hivi.
Paulo akawaonya kwamba hapana, kufanya kazi ni kwa lazima, na kama mtu anataka asifanye kazi basi nakula asile. Hapa msisitizo ni wa kufanya kazi binafsi za kujipatia riziki. Kwenye hili agizo la Paulo alichokuwa anazungumzia hapa ni kwamba kila mtu awe na kazi ya kumpatia riziki, yaani asiwe tegemezi. Hata wao wenyewe Paulo na watumishi wengine walionyesha mfano, hawakuwa tegemezi, walikuwa wanafanya kazi zao. Paulo alikuwa na kazi ya kutengeneza matenti, maturubai haya. Ilikuwa inampatia vihela. Unajua miaka ya zamani huko ilikuwa hakuna mshahara. Kazi ya Mungu unafanya kama kujitolea tu. Kwa hiyo hapa msisitizo wake ulikuwa ni kwamba kila mtu awe na shughuli inayomuingizia uchumi au kipato. Katika kitabu cha Efeso 4 fungu la 28 kunatolewa sababu nzuri zaidi kwa nini kila mmoja anatakiwa afanye kazi. Biblia inasema mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Yaani kama kuna kitu ambacho kinakuwa hakijakaa vizuri, ni kukutana na mhitaji, alafu unamwambia pole, naambia nitakuombea, wakati unamwona kabisa yule pale ana njaa, anahitaji chakula, muda wote anaweza kadondoka chini akafa. Na ndio maana akasema ni muhimu mfuko wao uwe na hela, na hela huwa haziji zikidondokea tu kwenye mifuko ya watu. Hela zinakuja kwa kufanya kazi. Kwa hiyo Paulo amezidi kuweka msisitizo ya kwamba kufanya kazi ni kwa muhimu, sio kwa ajili yako wewe peke yako, lakini kuna wahitaji wale wanaokuzunguka, unaokutana nao kila siku barabarani, kazini, ndugu zako, majirani zako. Wale wakiwa na changamoto yote ya uhitaji, wewe unawajibika kuwasaidia. Kwa hiyo njia ya kuhakikisha kwamba unacho cha kuwasaidia wahitaji ni kufanya kazi. Pamoja na kazi zako binafsi, unapaswa pia kutenga muda kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sasa hapa tunaingia kwenye ile awamu ya pili ulioulizia kwamba je, ni kazi tu za kawaida za kuingizia kipato au na kazi za Mungu? Na kazi za Mungu nazo zipo. Mungu anasisitiza katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:14, Biblia inasema usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Yaani kila mmoja wetu anayo karama. Mungu hajakuleta hapa duniani hivi hivi tu. Kuna kitu fulani amekupatia cha kuweza kuyafanya maisha ya watu wengine yawe rahisi au yawe bora zaidi. Kwa mfano mimi niko hapa naelimisha. Ni kipawa Mungu alichonipatia kwamba nikitumie kwa ajili ya watu wengine. Lakini wewe utakuwa na kipawa kingine kwa ajili ya kusaidia watu wengine. Chochote unachokifanya kwa ajili ya kubariki watu kinampatia Mungu utukufu. Maana hapa duniani tumekuja kwa makusudi mawili: kuwabariki watu na kumpa Mungu wetu utukufu. Na hiyo inafanyika kupitia karama ambazo Mungu amekupatia. Kwa hiyo unapohisi kwamba una jambo unaloweza kulifanya kwa ajili ya Mungu wako, kwa ajili ya wale walioumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa ajili ya kanisa lako, lifanye. Biblia katika kitabu cha Wakorintho wa pili 9 fungu la 12, Biblia inasema maana utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali huzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Kwa hiyo katika kufanya kazi ya Mungu kuna riziki unaweza kupata. Lakini hata usipopata riziki, anasema kuna kitu Mungu anafaidika nacho. Mungu anapewa shukrani kwa hizo kazi unazozifanya. Wako watu wengi mimi wananipigia simu anakwambia nakushukuru mchungaji kwa maswali uliojibu, umetubariki. Sasa hao watu mimi ningewaona wapi? Unaona? Kwa namna wanavyoshukuru hivyo, bila shaka hata kuniombea wananiombea. Sasa hilo ni jambo kubwa. Kwa hiyo binadamu yoyote yule haishi tu kufanya kazi zake za kujipatia riziki, lakini hebu fanya kazi za kusaidia watu wengine. Kuna watoto yatima, kuna watoto wadogo, mtoto mdogo anashindwa kuvuka barabara, unamshika mkono unamvusha. Umefanya kazi ya maana. Kwa hiyo pamoja na kujipatia kazi za kipato, fanya hata kazi zingine za kujitolea kwa ajili ya kumpatia Mungu utukufu na kwa ajili ya kubariki watu wengine. Tusomee swali jingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swali langu nauliza hivi, eti shetani hana mamlaka ya kuua mwanadamu? Unataka kujua kama hivi shetani ana mamlaka ya kuua binadamu? Hana. Shetani, nianze kujibu kwa maelezo ya utangulizi. Shetani ni muuaji na anapenda sana kuona watu wakifa kabla hawajatubu ili wapotee milele. Hilo ndio ulijue, hilo lishike sana hilo.
muuaji sana shetani, na anachukia watu na anatamani watu wafe kabla hawajatubu na kuokolewa. Hata hivyo, shetani hana mamlaka hayo kwa watu wa Mungu mpaka aruhusiwe. Yaani kwa watu wa Mungu wana kinga fulani hivi waliokingiwa, ambao shetani hawezi kuwaingia kiurahisi rahisi tu, anapojipendea tu anataka kuua na ua. Hapana. Tunasoma katika kitabu cha Yohana 8 fungu la 44, Biblia inasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Kwa hiyo kila kifo kilichotokea duniani shetani amehusika nacho. Hata hivyo, Mungu hafurahii mwanadamu anapofariki. Katika Ezekieli 18:32 Biblia inasema, maana mimi sikufurahia kufa kwake afaye, asema Bwana Mungu, basi gairini mkaishi. Pamoja na kwamba wanadamu wanakufa, na sababu kubwa ya vifo vinavyotokea wanadamu ni shetani amekuwa akichochea ajali hizi unazoziona, mioto kule Marekani tumesikia mioto inatokea kule, imeleta hasara kubwa sana. Nyuma ya hayo mambo yote hayo shetani yupo hapo. Lakini sasa, je, Mungu anafurahia wanadamu wanapokufa? Anasema Mungu hafurahi. Anachotafuta kwa wanadamu, anasema gairini mkaishi, tubuni, nirudieni, ili kusudi shetani asiwe na uwepesi sana wa kuyafikia maisha yenu na kuyaangamiza au kuharibu mali zenu. Mungu hupenda kila mtu afikirie toba, ili kama atalazimika kufa afe katika tumaini la uzima milele. Ukweli ni kuwa shetani hana mamlaka ya kuwa kiumbe ambaye Mungu hajaridhia afe. Katika kitabu cha Ayubu 1 fungu la 8 hadi 12 Biblia inasema, kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe Mungu hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyonavyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa uyaguse hayo yote alionayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia shetani, tazama, yote alionayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Kwa hiyo hapo palikuwa na majadiliano kati ya shetani na Mungu. Shetani akiomba kibali cha kwenda kuyashambulia maisha ya mtumishi wa Mungu Ayubu. Kama nilivyokuambia, watumishi wa Mungu au watu wa Mungu au wafuasi wa Mungu waliojitoa kikamilifu, sio wale walioko nusu kwa nusu. Wale wana kinga, wana ulinzi. Kifo chao ni mpaka Mungu aruhusu. Na kwa hiyo hapa Mungu akamruhusu shetani ampatie Ayubu majipu. Alimpatia magonjwa mengi sana, watoto wake wakafa, mali zake zikateketea. Kwa hiyo Mungu akiona vema anaweza kuruhusu mtumishi wake alale mauti, kama ilivyotokea kwa Yohana Mbatizaji, hata kama jambo hilo linamnufaisha zaidi shetani na wapambe wake. Katika kitabu cha Mathayo 14 fungu la 9 hadi 12 tunasoma kama ifuatavyo: naye mfalme akasikitika, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, akaamuru apewe. Akatuma mtu akamkata kichwa Yohana mle gerezani, kichwa chake kikaletwa katika kombe, akapewa yule kijana, akakichukua kwa mamaye. Wanafunzi wake wakaenda wakamchukua yule maiti, wakamzika, kisha wakaenda wakampasha Yesu habari. Kumbuka, huyu ni Yohana Mbatizaji, yule mchungaji aliyembatiza Yesu. Wakati Yesu anakuja kubatizwa, alikutana na huyu mchungaji ambaye alimbatiza Yesu, na baadaye kutokana na misimamo yake alimkemea kiongozi wa nchi Herode, ambaye alikuwa amemchukua mke wa ndugu yake. Akamwambia ukweli. Unajua ukweli unaleta maadui, na ili uwe mkweli unatakiwa ujiandae kwa yoyote atakayo kutokea. Na hivyo huyo Yohana Mbatizaji, baada ya kuwa amezungumza ule ukweli, kwa hiyo kiongozi akakerwa,
akaamuru kwamba Yohana afungwe gerezani. Akakaa sana pale. Wakati Yesu anaendelea kuhubiri huko, watu wanabatizwa, na siku moja alituma wanafunzi, jamani, mkamuuliza huyu Yesu ndio yule niliombatiza au mwingine? Mbona anisaidii mimi niko gerezani? Kwa bahati mbaya Yesu alimwacha tu pale gerezani mpaka akafa. Na kwa hiyo kifo chake hicho ndio miongoni mwa vile vifo ambavyo shetani anafurahia, lakini Mungu anahuzunika. Lakini Mungu aliruhusu. Mungu anaruhusu. Ndiye aliyeruhusu kwamba Yohana Mbatizaji afe, tena afe katika kile kifo cha kikatili. Hayo ndio baadhi ya mambo unatakiwa ujue, ya kwamba shetani ana mamlaka, lakini sio kivile. Yesu huweka kipaumbele vile tunavyopaswa kuwa katika umilele kuliko yale machungu yanayotupitia katika maisha haya yanayotutayarisha kwa majukumu bora ya umilele. Kuna maisha baada ya maisha haya. Hilo jambo ulifahamu. Na Mungu anaangalia hayo maisha ya pili ambayo ndio yatakuwa ya kudumu. Katika maisha haya ni maisha ya muda tu ambayo kila mmoja wetu atakufa. Ni siku tu tunatofautiana na mazingira ya kufa ndio yanatofautiana. Lakini kufa ni wajibu wa kila mmoja wetu, atakufa. Hata Yesu mwenyewe alikufa. Yesu anachoangalia baada ya maisha haya, katika yale maisha ya pili amekupangia nafasi gani? Na ili hiyo nafasi aliyokupangia kwenye maisha ya pili uimudu vizuri, aruhusu kitu gani kikutokee katika haya maisha. Kuna watu wamepata ulemavu katika hii kipindi cha maisha kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu tu. Yesu anajua nafasi ya hao watu katika maisha yale ya pili, ya kwamba watakuwa ni watu wenye huruma sana. Huenda watakuwa na nafasi ya juu sana ya kuangalia wanyonge walio chini yao. Na kwa hiyo kile alichotendewa katika maisha hapa duniani atamsaidia sana katika kipindi atakapokuwa mtawala. Kumbuka Daudi alivyokuwa ameteswa na Sauli katika kipindi chote kile. Kumbe alikuwa anaandaliwa atakapoingia ikulu awe mtawala mwenye kujali maumivu ya wanyonge. Kwa hiyo kuna namna ambayo Mungu anaweza akaruhusu tukafa katika mazingira ya kikatili sana. Sio kwamba alishindwa kutupambania au kwamba shetani alikuwa na mamlaka au nguvu kuliko Mungu. Hapana, Mungu ameruhusu kwa makusudi yake, kwa sababu anaangalia nafasi yetu katika umilele itakavyokuwa bora kutokana na huo uzoefu tunaopitia kwa sasa hivi. Katika kitabu cha Yohana 11 fungu la 25 hadi 26 Biblia inasema, Yesu akamwambia, mimi ndiyo huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa kabisa hata milele. Yeye aniaminie mimi hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Katika kitabu cha Mathayo 10:28 Biblia inasema, msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua nafsi. Kila aishie na kuniamini hata kufa. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho. Dhambi ndiyo sababu kuu ya kuwepo kwa kifo na hofu. Labda hiyo ndio msingi mkubwa sana, na wala sio shetani tu. Katika Warumi 6 fungu la 23 Biblia inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Ilimlazimu Yesu aliye mkuu wa uzima atoe uzima wake ili kutondolea adhabu ya mauti. Matendo 3 fungu la 15 Biblia inasema, mwamuua yule mkuu wa uzima ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Yesu ndiye mkuu wa uzima, yaani yeye ndio tenki la uzima. Watu wote wanaokuwa hai hawa, uhai wao uwe wa wadudu, wa wanyama, wa wanadamu, unatoka kwake. Yeye ndio hazina la uzima. Lakini aliuawa, na aliuawa kwa sababu gani? Ili atugawie sisi ule uzima wake. Kwa hiyo kifo kisiwatishe wanadamu. Ni kitu chenye uchungu sana na chenye maumivu, na karibu kila mmoja wetu angetamani aendelee kuishi, lakini Mungu akiruhusu ufe, kuna sababu ya kunungunika. Walikufa wakina Yohana Mbatizaji, walikufa watu wazuri tu huko kina Stefano, walikufa kina Paulo, alikufa Isaya alikatwa kwa misumeno akitenganishwa kiwiliwili. Msumeno ulikatizwa hapa tumboni hapa. Msumeno watu wanakata kama wanakata gogo, lakini Mungu aliruhusu. Kwa hiyo hatuwezi kusema shetani ana nguvu sana. Kinachosababisha hivi vifo vyote ni dhambi. Kwa hiyo licha ya kuwa shetani hana mamlaka ya kuwa, ukijichanganya ukawa muumini wake kupitia kwa mawakala wao,
una uwezekano wa kuuawa kirahisi na shetani. Unasikia watu walienda kukanyaga mafuta huko wakafa, unaona? Unasikia watu walikuwa kilabuni huku, mtu anakunywa pombe huko mpaka amepitiliza amekufa. Wale waliojishikamanisha na shetani wanakufa kirahisi sana na kiwepesi na kiuzembe kwa kweli. Basi ni afadhali kifo kikutokee kwa sababu Mungu ameruhusu, lakini sio kwa sababu ya uzembe. Tusomee swali linalofuata. Inafaa kusherehekea Pasaka? Hebu rudie tena. Arudie swali, si ndio? Hebu ngoja niangalie hilo swali. Umeliona? Okay, sawa, umeliona. Kwa nini tunasherehekea Pasaka kama sikukuu ya kufufuka kwa Kristo, na wakati Biblia inasema Pasaka ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu? Okay, asante sana. Nakushukuru sana kwa swali lako hilo zuri. Majibu ni kwamba tunasherehekea Pasaka kwa kuwa ni agizo la Mungu kwa watu wake. Wakati wa Agano la Kale, Pasaka iliadhimishwa na Wayahudi kukumbuka siku taifa lao lilipokombolewa. Wakati wa sasa, Wakristo wanasherehekea Pasaka kwa utaratibu mpya kukumbuka ukombozi wa wanadamu kupitia kifo cha Yesu pale msalabani. Katika kitabu cha Kutoka 12 fungu la 25 hadi 27, Biblia inasema, itakuwa hapo mtakapoifikiria hiyo nchi Bwana atakaowapa kama alivyoahidi, ndipo mtakapoushika utumishi huu. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza, ni nini maana yake utumishi huu kwenu? Ndipo mtawaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kusujudia. Kwa hiyo katika Pasaka hiyo ya Agano la Kale, mikate isiyotiwa chachu ilitumika. Katika kitabu cha Kutoka 23 fungu la 15, Biblia inasema, utaiweka sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, utakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7 kama nilivyokuagiza, kwa wakati uliowekwa, mwezi wa Abibu, kwa maana ndio mwezi uliotoka Misri, wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu na mikono mitupu. Kwa hiyo Pasaka ya Agano la Kale ilitumia mikate isiyotiwa chachu kuwakilisha mwili wa Yesu utakaotolewa kama kafara ili kututoa kwenye utumwa wa dhambi. Yesu akaagiza Pasaka pia iadhimishwe kwa mfumo mpya wa kukumbuka kifo chake, ambapo mikate isiyotiwa chachu na zabibu isiyo na kileo pia vingetumika kwa wakati ambao jamii ya waumini wangekubaliana na si kwa kushabihi tarehe Yesu aliyokufa. Kwa hiyo kwenye Agano Jipya tunaikuta Pasaka na iliagizwa na Yesu mwenyewe, na ilikuwa inatumia mikate isiyotiwa chachu na zabibu ambayo haina kileo ndani yake, isipokuwa tu haielezwi kwamba itakuwa inafanyika tarehe gani. Hii ni kwa kuwa tarehe halisi Yesu aliyokufa haifahamiki. Moja ya vitu ambavyo vimekuwa haviwezi kuonekana kwenye Biblia ni tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu na tarehe ya kufa kwa Yesu. Hivyo vimefichwa kabisa, havijaweza kufahamika mpaka leo hii. Kwa hiyo kama tungeweza kuijua hiyo tarehe ya kufa kwa Yesu, Pasaka ingekuwa inafanyika katika hiyo tarehe aliyokufa Yesu. Lakini kwa kuwa hiyo tarehe haifahamiki, jambo hilo limeachwa kwa waumini wenyewe wakubaliane ni siku gani wafanye hiyo Pasaka. Katika kitabu cha Matendo 2 fungu la 42, Biblia inasema, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kwa hiyo unaposikia kuumega mkate, hiyo ndio Pasaka yenyewe. Walikuwa wanatumia mkate isiyotiwa chachu pamoja na divai isiyo na kileo. Katika kitabu cha Matendo 2 fungu la 46, Biblia inasema, na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Wao Pasaka ilikuwa tu haifanyiki ndani ya kanisa peke yake,
lakini wanaweza kuamua kukutana katika nyumba fulani ya muumini mwenzao, basi wakaandaa Pasaka, kwa maana ya kwamba wakaandaa mikate isiyotiwa chachu na divai isiyo na kileo wakaitumia. Hatuonyeshi tarehe hapo. Hiyo ndiyo Pasaka ya Agano Jipya ilivyokuwa inaenda. Matendo 20 fungu la 7 Biblia inasema hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, hapo alikutana siku ya Jumapili hapa. Paulo akawahutubia akiazimu kusafiri siku ya pili yake, naye akafuliza maneno yake hata usiku wa manane. Wengine wamedhani kwamba Pasaka basi natakiwa iwe inatumika siku ya kwanza ya juma, yani siku ya Jumapili. Ni kweli katika tukio hili hapa ilikuwa Jumapili ambako walikusanyika, wakawa na sali, wanafanya ibada, wakaamua kwamba jamani, pamoja na kusali na kufanya ibada tufanye na Pasaka. Kwa hiyo wakatumia mikate isiyotiwa chachu na divai isiyo na kileo, ikawa imeisha hiyo. Lakini hiyo haikutupa maelekezo ya kwamba ni lazima na sisi tufanye Pasaka siku ya kwanza ya juma, lakini kuwaaminisha watu kwamba mwezi wa 4 ile Pasaka inayofanyika pale ni kwa sababu Yesu alikufa kwenye zile tarehe ambazo tunafanyia Pasaka. Huo ni upotoshaji ambao Mungu hakukusudia uwepo. Tumefika mwisho wa somo letu, na washukuru sana kwa kutufuatilia. Na sasa tunapokwenda kufunga kipindi chetu, nitawapeni namba zangu. Namba yangu ni 0764 600 362, 0764 600 362. Ninakuomba mahali ulipo ufumbe macho tuweze kuomba. Baba yetu mwema mbinguni, tumekuwa na wakati mzuri katika kujibu maswali ya watazamaji wetu. Tumefanya tulivyoweza kwa kadri Roho wako Mtakatifu alivyotuongoza. Tunaamini watazamaji wetu wamepata mwanga wa kutosha kuwasaidia kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Sasa kila mmoja ambaye amelielewa neno lako ukamjalie uwezo wa kulikumbatia na kuliishi, na hatimaye kufanya uchaguzi utakaoweza kuokoa nafsi yake. Asante kwa sababu utafanya hayo, tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina.